Karibuni watazamaji wetu katika Kidori Podcast. Nikiwa mtangazaji wenu ndugu Amini Ali, nikitangaza moja kwa moja kutoka Bellevue, Washington katika studio yangu hapa. Na leo nina mgeni rasmi ambaye amekubali kuungana nami katika studio yangu kwa mara ya kwanza kabisa. Mgeni wangu rasmi huyu anaitwa Bwana Edwin Chilongola. Yeye ni mkaazi katika jimbo la Washington State na mmoja katika viongozi wa jumuiya ya Watanzania hapa Washington, Seattle. Karibu sana ndugu Edwin Chilongola katika studio yangu katika mazungumzo yetu ya leo, na mada yetu kuu itakuwa ni uchaguzi wa viongozi wa jumuiya wa Tanzania hapa jimboni kwetu. Karibu sana. Asante sana Bwana Amini kwa kunikaribisha kwenye hii platform yako hapa Washington and Seattle, ambayo kwa kweli ni kitu kizuri sana ambacho unakifanya. Kwa kweli inabidi nikupe pongezi kwa hilo. Asante sana. Asante sana. Na mimi pongezi nimezipokea kwa siku ya leo. Natumainia kwamba kufika kwako hapa ni kukubali wito wangu na kuweza kukubali na kuweza kuwa nami hapa katika kipindi chetu cha leo. Na mada yetu kama nilivyosema awali itakuwa ni mada ya uchaguzi wa viongozi wa jumuiya wa Tanzania katika jimbo letu. Labda kwa kuanzia wewe mwenyewe historia yako, nieleze wewe ni mkazi hapa lakini umetoka katika majimbo mengine. Nipe historia yako ya nafasi ya uongozi wa jumuiya yetu hapa kwanza. Kwa nafasi yangu mimi niko kwenye board of directors ambayo kikatiba wanachaguliwa, lakini mimi nimeteuliwa. Wewe umeteuliwa. Sawa sawa kabisa. Kilichokuleta hapa siku ya leo ni kutaka kuweza kuwa na uchaguzi wa jumuiya wa Tanzania hapa Washington State. Nini sababu iliyokuvuta na chanzo cha kutaka uchaguzi ufanyike katika jumuiya yetu hapa Washington? Kwa kweli katika swala zima la uchaguzi, tangia nimekuja hapa Washington 2018 mpaka leo hii hakujafanyika uchaguzi. Na nikisoma bylaws za Seattle zinasema uchaguzi unafanyika kila baada ya miaka mitatu. Sasa ukipiga hesabu ya 2018 mpaka 2025, almost 7 years. Kwa hiyo ninaona kuna umuhimu wa kufanyika kwa uchaguzi. Na hili swala sio kwamba nimejiamulia au tunajiamulia au nini. Tumekaa kwenye vikao katika kwenye executive pamoja na board of directors, tumekutana tukaongelea swala hili ili liweze kufanyika mwaka huu. Na mchakato mzima ndio kama unavyoona, tarehe zimetoka, tarehe 2 ndio mwisho wa kupokea majina. Tarehe 5 kama wanavyoelezea hiyo mwezi wa 4 ni kwa ajili ya kusaili au mdahalo wa viongozi. Alafu tarehe 25 uchaguzi, na tarehe 26 nafikiri ni kukabidhi uongozi kwa viongozi wapya. Asante sana Bwana Edwin kwa uchambuzi wako mfupi, sababu ambayo unataka au uongozi unataka kuwepo kwa uchaguzi mpya. Labda nitapenda kujua tu kipindi cha uongozi kinachukua miaka mingapi katika jumuiya hii ya Tanzania hapa Washington? Kwa sasa hivi kwa kweli uongozi umeoverlap. Miaka mitatu imezidi. Kama kulingana kufuatana na katiba ya jumuiya inavyosema. Ni miaka mitatu, executive pamoja na board of directors. Pamoja na hao watu wengine ambao wako kwenye department mbalimbali za michezo, starehe na vitu kama hivyo. Sawa sawa. Katika kuandaa uchaguzi wa aina yoyote, kuna taratibu maalumu zinaandaliwa katika uchaguzi wenyewe. Kwa hivi sasa, kama maelezo yako ya awali ulivyoeleza, kuna taratibu gani zimeandaliwa kwa watu kuchukua fomu za kukumbania nafasi za uongozi, aina gani za uongozi, au unaweza kutueleza hizi nafasi ziko ngapi katika uchaguzi ambao unatakiwa ufanyike? Kwanza kabla ya yote nafikiri ni maandalizi ya kamati ya uchaguzi. Kwa sababu usimamizi wa huu uchaguzi unapaswa kufanywa na watu nje ya uongozi, ambayo ndio kamati hiyo. Sasa kwenye hiyo kamati ndio watakao chukua mchakato mzima
wa nini kifanyike katika uchaguzi. Hii yote ni kuondoa lawama kwamba kuna upendeleo wa mtu fulani au na vitu kama hivyo. Sawa sawa kabisa. Katiba inasema hivyo kwamba kuwepo na kamati ya uchaguzi ya jumuiya yenyewe. Ndio inasema hivyo. Sawa sawa kabisa. Labda nirudi tu katika wagombea katika uchaguzi huu. Wagombea wa uchaguzi huu wanatoka katika rika gani? Au ili mtu kuweza kugombea katika utaratibu wa jumuiya yenyewe, anzia umri gani hadi umri gani ili aweze kugombania nafasi za uchaguzi, nafasi za uongozi? Nafikiri ni mtu mwenye akili timamu ambaye anajitambua. Nafikiri ni miaka 18 na kwenda juu. Sio chini hapo, sio chini hapo. Na nafasi ngapi za uongozi zimetayarishwa kutokana na katiba ya jumuiya yenyewe? Nafasi kulingana na katiba, kuna nafasi ya mwenyekiti na makamu wake, nafasi ya katibu na makamu wake, na nafasi ya mtunza hazina na makamu wake, pamoja na board of directors ambayo na watu nafikiri kama 6-7, alafu pamoja na wazee, nafikiri nakumbuka kitu kama hicho, wazee ambao ni wazee wa mji, nafikiri ambao walistaafu, walikuwa kwenye uongozi waliopita kwa ajili ya ushauri wa mwongozo mzima wa jumuiya. Alafu pamoja na hizi sehemu nyingine, department ndogo ndogo za michezo, mambo ya sherehe. Asante sana, asante sana. Labda tuje tu katika eneo jingine, ukizingatia suala la kampeni za uchaguzi. Unaweza kuwaeleza watazamaji na Watanzania ambao wako hapa kuhusu kampeni zitavyoendeshwa za uchaguzi huu? Je, kutakuwa na mdahalo wa wagombea au kutakuwa kuna uchujaji wa wagombea ambao watakuwa hawana sifa za kugombea, au kila anagombea atakuwa na nafasi kushiriki katika uchaguzi kutana na nafasi zenyewe katika uongozi? Ni swali zuri. Kwa kweli ukiangalia mchakato mzima wa jinsi unavyofanyika mpaka sasa hivi kuna mapungufu. Na kwenye swala la kuwatathmini wagombea nahitaji muda. Swala la mdahalo ndio tuna wiki moja kufanya hivyo, na mpaka sasa hivi hakuna updates zozote zile kutoka executive kwamba ni nini ambacho wamekipanga au ni sehemu gani huo mdahalo utafanyika, kwa sababu vyote hivyo vinahitaji sehemu ya kufanyia, lakini hakuna updates zozote zile. Sasa inakuwa ni ngumu kujibu baadhi ya maswali kwenye vitu kama hivyo. Nashukuru sana. Tukiendelea na vipindi vyetu vya Kidori Podcast, unaweza kusubscribe na kuandika comment zako kutokana na vipindi vyetu maalum ambavyo vinaviendesha katika channel yetu ya YouTube. Tukiendelea hapa na mgeni wangu rasmi Bwana Edwin Chilongola, nitarudi kwako tena. Nitapenda kujua kuhusu habari, kitu gani kilichokuvuta kikasema sasa tumekosa uongozi kwa miaka 7, kama walivyosema awali overlap. Kilichokuvuta wewe binafsi au kamati yenu au executive kusema sasa tunataka uongozi mpya? Nisema ule ukweli, mimi nimekuwa kama nimpiga kengele katika uongozi, kwa sababu ukikaa kimya na kila mtu anakaa kimya, sasa kunakuwa hakuna sababu hata ya kukaa kwenye huo uongozi. Na kipindi chote viongozi ni mashahidi kwamba nimekuwa nikispeak out, especially kwenye kumake changes za uongozi na vitu kama hivi. Na hii kitu ilitakiwa imefanyika miaka kadhaa iliyopita, lakini imekuwa ikiburuzwa mpaka sasa hivi. Labda hapo tu mpaka mpofikia hivi sasa, unahisi tatizo lilikuwa liko wapi? Tatizo kubwa liko kwenye viongozi wenye executive wahusika, kwa sababu hata wao wenyewe ukiangalia namba yao amebaki nafikiri ni mwenyekiti pamoja na treasurer, lakini makamu wa mwenyekiti naona hayupo, makamu treasurer hayupo, alafu wengine sioni, na waliobaki labda ni upande wa baraza ambao na hiyo board of directors nafikiri tumebaki sijui 4 ambao tulitakiwa tuwe wote au kila mtu ana exit.
Na nini kinachowafanya labda watu kuondoka katika nafasi za uongozi hadi na wewe ukaona kwamba kuondoka kwao kunaleta matatizo ya jamii yetu kutokuwa na serikali? Maana jumuiya ni serikali ambayo inaongoza watu wengine. Sio serikali kuu, ni mmoja katika mamlaka ya serikali. Nini sababu watu kuondoka katika jumuiya? Nafikiri ni hiyo kwamba watu wanakuwa wamechoka. Mimi nilikuwa napenda sana kutumia msemo kwamba bana, kwa nini mnatuweka misukule kwenye uongozi? Kwa sababu hatufanyi chochote, tupo tu. Unaona? Kwa hiyo sasa hilo ndo ni tatizo kubwa, kwamba uongozi wenyewe executive haufanyi maamuzi wanayopaswa kufanya, haufuatilii mambo wanayopaswa kufuatilia. Sawa. Uongozi haufanyi maamuzi na kufuatilia mambo ya msingi katika jumuiya. Tuje kwa Watanzania wenyewe ambao wanaishi katika jimbo la Washington State. Je, kwa maoni yako au kwa mtizamo wako, una watazamaji wa Tanzania hawa wanaoishi hapa katika swala la kupata uongozi mpya? Kwa kweli na wenyewe naona kama hao waliokuwa na exit kwenye uongozi, na kwa sababu na wenyewe wameamua kukaa pembeni. Na watu wanaongelea pembeni tu, lakini hawachukui hatua nao, kama vile kutaka uongozi mpya uwajibike, huo uliopita uondoke na huu mpya uingie, ili mambo mengine ya jumuiya yaende. Sasa ni ngumu sana kuwakutanisha Watanzania na kufanya vikao vya maongezi kama haya, kama watu wao wenyewe hawana mwitiko wa kuja kwenye maongezi ya namna hiyo. Kwa sababu shughuli mpaka ito shughuli lazima wawepo waitikiaji wa shughuli. Na hili umeliona ndio tatizo vile vile? Ni tatizo kubwa kwa sababu ya mitizamo ambayo tunaiweka katika perspective ya stigma, kama ulivyokuwa ukielezea wewe kwenye kipindi chako kwenye hii platform yako. Nafikiri na baadhi ya wajumbe ambao uliwaita mkawa mnadiscuss swala la stigma. Hilo ndio tatizo kubwa ambalo limesimama katikati yetu. Ninatambua uwepo wa vikundi mbalimbali vidogo ambavyo vinawahusisha watu wachache, natambua hilo na sina pingamizi ya hilo, lakini hivyo vikundi vidogo haviwezi vikasimamisha jamii. Inahitaji muungano wa hao wote kutoka kwenye vikundi hivyo vidogo visimame pamoja, ili jamii kuitwa jamii iitwe hivyo jamii. Nashukuru sana kwa kueleza hilo. Labda tuje, unajua katika jamii zozote watu wanapingana maono, na maono yanapopingana, lakini mnahitaji baadaye kuwa na jumuiya. Nini mtizamo wako wa kupingana na maono baina ya Watanzania hapa katika kuendesha shughuli zetu? Je, yanaleta migawanyiko ambayo isiyo ya lazima, au tunataka tujirekebishe kama Watanzania ambao tunaishi ughaibuni ili tuwe kitu kimoja? Kwa kulijibu swala lako hilo, nafikiri ningelijibu kwa mtizamo wa serikali, kwa sababu serikali kama serikali ni mjumuiko wa mitizamo tofauti. Sasa hakuna kitu kingine ambacho kitaifanya serikali ifanye mambo yake katika hiyo hulka ya mjumuiko wa watu tofauti kama hakuna kitu kinaitwa katiba. Katiba ndio ina balansi hizo tofauti zenu. Kwa hiyo kuna kuwepo na mwongozo ambao una identify njia gani mpite, alafu zile ambazo ni za vichochoro za vikundi fulani muachane nazo, ili mfikie malengo yenu kama jamii fulani ambao mmejipangia katika jamii hii. Sawa. Ukiwa kiongozi ambao umeteuliwa, sio kuchaguliwa, labda niseme kuchaguliwa au kuteuliwa katika nafasi ya board of directors, nini mchango wako ulikuwa mkubwa katika board of director ya Tanzasiato, ambao sasa hivi unaipigania Tanzasiato kuwa na viongozi wapya? Je, viongozi walikuwa na mashirikiano karibu na wewe, yani executive branch ya Tanzasiato, au walikuwa hawana mashirikiano na ukaona uchukue nafasi hii uje kuomba sasa ufanyike uchaguzi
ingawa bado uchaguzi haujafanyika, kuna kampeni zinaendelea na taratibu? Vizuri. Ni swali zuri kwa sababu na hiyo ndio changamoto ambayo katika uongozi tunayo. Kitu ambacho nimekuwa nikikifanya kwa sababu kwa hiyo nafasi ambayo nilikuwa nimepewa mimi ni kupiga kelele kwa viongozi, kukumbusha jambo lifanyike, kusukuma jambo lifanyike, kuwatafuta viongozi wengine at least na wao watie msukumo kwenye hilo jambo lifanyike, kwa sababu ukiangalia executive ilikuwa hai respond mpaka kuwe na msukumo ndo wana respond. Sasa vitu kama hivyo vinakuwa vina delay hata ufanisi wa hiyo serikali. Kwa maana hiyo ni kwamba haliwezi kufanyika jambo kama hakuna msukumo. Ina maana hakuna uwajibikaji katika jumuiya yenyewe, au Watanzania wenyewe sio wajibikaji hapa walipo kutaka mabadiliko katika serikali ya jumuiya. Nafikiri Watanzania wanahitaji mabadiliko, lakini nafikiri tena Watanzania mtumie podcast hii ya Kidodi kuleta maono yenu, mitazamo yenu kwa ajili ya kuinua umoja wa Watanzania, kwa sababu hawana nafasi ya kwenda kusemea walionayo zaidi ya kwenye vikundi vidogo wanavyokutana huko. Sasa sauti zao hazipai zaidi ya pale walipo. Lakini nafikiri wakitumia Kidodi podcast kama hii ambayo tumebarikiwa kuwa nayo, ukiangalia katika state 50 ngapi sijui hiyo, tunayo moja hapa Washington ambayo inaweza kutusaidia ku voice out, ku reach out kwa wale Watanzania ambao hata wengine wako mafichoni, wako hapa lakini hawapatikaniki na hawajui nini kinaendelea. Sawa kabisa. Labda tuje katika suala la kuandaa uchaguzi. Kuandaa uchaguzi ni gharama ambazo mnatakiwa mwe na sehemu maalumu ya kuita jumuiya ya watu kuja. Uandikishaji wa kupiga kura katika uchaguzi huu unakuwaje? Je, kila Mtanzania ambaye anaishi hapa katika jimbo hili mwenye ID iliyokubalika anaweza kushiriki katika uchaguzi huu, au kuna utaratibu gani, au wanachama tu ambao wamesajiliwa katika jumuiya hii ndio watakuwa wapigaji kura? Kwa sababu tuna watu wengi wa Tanzania ambao wanaishi hapa lakini hawaitambui jumuiya ya Tanzasiato kwa mazingira maalum, lakini pengine wakisikia katika mahojiano yetu ya leo wataweza kufaidika na kuweza kuja kushiriki, lakini bado sio wanachama. Kwanza mimi nitoe rai kwamba swala la wanachama nafikiri hilo swala ni la baadaye sana. Cha msingi ni Utanzania kwanza. Kwa hiyo napozungumzia kwenye swala la Utanzania, nafikiri kuna wengine wanasema wao ni Wazanzibari, kuna wengine wanasema ni Watanganyika. Tunafunika vikombe hapo, mwanaharamu apite. Tanzania ndo tunaiongelea. Sasa kama tunaongelea swala la Tanzania, basi hizo tofauti ndogo ambazo tunazo, au za kidini au za kisiasa, nafikiri itakuwa ni vigumu sana kupata suluhisho la nini tufanye kwenye hii jumuiya ili tusonge mbele kama tutakuwa tunaendekeza mambo kama haya. Kwa hiyo inabidi kwanza tuelewe kwamba cha msingi kabla ya yote ni kuclaim Utanzania wetu. Na ambapo swala hilo bado unahisi lina matatizo? Bado swala hilo lina matatizo. Tuongee ule ukweli. Kuna kitu kinaitwa ZAKUSA, kuna kitu kinaitwa Tanzasiato. Hawa watu wawili hawa wanajiona mwingine ni Mkomoro, mwingine sijui ni South Africa, wakati kiuhalisia hawa watu ni wamoja. Sawa kabisa. Labda Watanzania wanasikia haya maelezo yako, na labda wengine watatafsiri hii lugha uliyoitumia hapa kwamba watabadilika na kuweka Utanzania wao mbele. Unafikiria hilo linaweza likajitokeza? Linaweza kujitokeza pindi mtakapopata viongozi sahihi wa kuwaongoza na kuwafunua au kuwafumbua kutoka kwenye hizo fikra, kutoka kwenye hiyo stigma ambayo mmenasa nayo. Mkipata viongozi kwa sababu haya yote unayoyaona yanatokea ni kwa sababu ya uongozi, sio raia. Na haya yote ambayo yanatokea
na tunataka kuwa na uchaguzi huu. Kitu gani ambacho nini matarajio yako ikiwa hili swala halikufanyika la uchaguzi au uchaguzi kufanyika na kuja uongozi mpya? Nini matarajio yako kwa Watanzania ambao wanakusikiliza siku ya leo? Matarajio yangu kwanza ni kuondoa manunguniko ambayo yanatolewa dhidi ya viongozi kwamba hawafanyi vile ambavyo wanapaswa kufanya. Na matarajio yangu mengine, kama mambo yatakwenda vizuri na kupata viongozi wazuri, ni kwamba jumuiya yetu sasa itarudi kuwa changamfu, yenye matumaini, ambayo inawahusisha Watanzania katika kufanya mambo yao ya kijamii. Sasa tuko katika hatua za mwisho, tutakuwa na masuala mawili na naomba yajibu kwa kifupi sana masuala haya mawili. Swala la kwanza, sisi tuna changamoto kama Watanzania mpaka umefika katika studio yangu hapa siku ya leo kuja kupata mahojiano haya maalum. Umejifunza nini katika jumuiya nyingine za Kiafrika au jumuiya nyingine zote zile ambazo pengine labda umepita, sababu umetoka katika majimbo tofauti, kuhusu uendeshaji wa jumuiya zao na sisi tunaendesha jumuiya yetu? Hebu waeleze watazamaji na Watanzania wakusikie hapa. Cha kwanza kabisa ni ushirikiano. Hata ndoa yenyewe husimama kwa sababu ya ushirikiano. Undugu unasimama kwa sababu ya ushirikiano. Sio kuitana undugu wa damu, sijui kufanya, watu wanarushiana mawe, ndugu kabisa. Kwa hiyo ni ushirikiano. Ushirikiano ndio inaleta hiyo relationship. Watu mkakaa chini na kusikilizana. Ndio mnaweza mkawa mna tofauti za mitazamo, lakini lazima merge kwenye relationship ili hizo tofauti zenu zisiwe barriers za kufanya maamuzi yenu. Tuna kizazi hapa, tunakiambia nini? Hili ni swala la mwisho kabisa ambazo nitapenda ulijibu. Tuna kizazi hapa ambacho wewe binafsi ni baba watoto 3, na baba amekuja leo hapa kwa ajili ya kusikia, kutoa maoni yake, na mtoto atayasikia haya. Unatarajia nini kwenye kizazi kijacho ambacho tunacho cha Watanzania, ambacho kimezaliwa na Watanzania, kipo hapa na kinataka kuchukua nafasi ya uongozi? Nini tunawaeleza hawa watoto? Matarajio yao ya baadaye wakiona kwamba hapa pahala penyewe pana matatizo. Nini tunachowafundisha watoto? Na mimi ndio kitu ambacho nakipigania kwa sababu ya watoto wangu. Na nafikiri na watu wengine waelewe hivyo kwa ajili ya watoto wao. Haya mataifa mengine wanawapigania watoto wao, familia zao, wanaanzisha vitu ambavyo vina wafeva watoto wao. Alafu sisi tunaenda kujichomeka kwenye hizo community ili tupate 1, 2, 3 kutoka kwa, wakati tunacho cha kwetu ambacho tunaweza tukakisimamia kikawanufaisha watoto wetu. Kwa hiyo ni cha msingi sana tupate ushirikiano, wazazi tukae pamoja, sauti yetu iwe moja ili watoto wetu watusikie. Na unahisi uchaguzi huu utaleta mabadiliko ukifanyika? Na mabadiliko hayo yapi unawatarajia? Kwanza ni katika kuleta huo ushirikiano wa baina ya Watanzania wenyewe kwa ujumla kwenye kufanya maamuzi yao ya vile vitu ambavyo wanapenda katika jamii yao kuvifanya. Na pili vile vile katika kuelimisha, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo kama jamii tunatakiwa kuyafahamu. Mambo ya afya, mambo ya elimu, na sasa hivi tuna mambo haya ya immigration. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo kama jamii inahitaji kushirikishwa kuliko kuwa na mtu individually, watu wanadili tu kitu peke yao. La mwisho, unatarajia kugombania nafasi yote ya uongozi? Watazamaji hapa watataka kusikia. Kwa kweli hapana. mimi kwa kweli hiyo nina pass on kwa sababu wanavyosema wa Marekani, I'll let it pass. Lakini ninashauri, ninapenda kukaa back doors, kushauri, kutoa maoni na vitu kama hivyo. Lakini kwenye kugombea kwa kweli, wacha tuachie vijana wafanye hiyo kazi. Sawa kabisa. Nakushukuru sana ndugu yangu Bwana Edwin Chilongola. Ya tamati ya kipindi chetu cha leo kwa siku ya leo hapa katika Kidodi Podcast, nilikuwa na mgeni wangu Bwana Edwin Chilongola,
Na waomba watazamaji wote kuendelea kusikiliza vipindi vyetu vya Kidori Podcast na kusubscribe wakati wote kupitia katika channel yetu ya YouTube. Shukran, na natarajia walio wengi wataendelea kupokea matangazo yetu wakati wote, na karibuni wote katika Kidori Podcast.